Nataka nishauri tu. Na nyewe waandishi ni kafaida yenu nyie. Kila binadamu sisi tuna udhaifu wetu. Sisi tuna udhaifu wetu. Mimi inawezekana kana udhaifu wangu kama binadamu. Si ndio? Hata viongozi nao na udhaifu wao. Umeelewa? Nyie mzee wetu Karia na ana udhaifu wake kama binadamu. Unaelewa? Udhaifu wake msitumie kuja kumharibia heshima katika mpira wa nchi. Mnafahamu kama ana ile nguvu nzuri zaidi ya kuzungumza na vyombo vya habari. Si ndio? Kwa nyinyi mtakiwa mlinde rais wa TFF katika mtindo kama namna hiyo. Lakini msitumie vyombo vyenu vya habari kutengeneza taharuki katika mpira katika nchi. Mnashafahamu udhaifu uishi naye katika mtindo mmoja mtindo mwingine Mava. Hiyo mimi nakuomba nyinyi waandishi wa habari kwa sababu kila binadamu ana udhaifu wake. Mwalimu, sasa mwarobaini wa haya yote ambayo yanatokea kwa kweli ambao jinsi unavyoona nini kifanyike ili asitokee tena, kwa sababu kama anataka taswira mbaya sana kwenye soka letu, bishani TFF, bodi ya ligi, Young African, mambo hayaeleweki kabisa. Kwanza jambo la kwanza tunafahamu wote tumeelekea taratibu na kanuni na sheria za kujiongoza mpira wetu. Tusimame katika kanuni. Unaelewa? Tusimame katika kanuni. Kanuni zetu zipo ambao tumeisimamia. Tukisimama katika kanuni na sheria ambao tumejiwekea, tutaenda mbali zaidi. Hapa siko kwa ajili ya kumshambulia mtu au kusema kitu kingine chochote. Tupo kwa ajili ya kusaidia mpira wetu katika nchi. Umeelewa? Kwa mfano Mavara, fanya research. Bodi committee ya bodi ya ligi wako watu wangapi? 12. Si ndio? Wapo 12. Tunaamini sisi, naamini bodi itengenezwe iwe bodi huru kama bodi zingine ambazo ziko sehemu nyingine. Sawa? Kwa mfano mzuri Mavara. Wewe unamjua mzee wangu Mguto? Mguto maana yake ni makamu mwenyekiti wa pili wa TFF. Uongo kweli? Na Mguto ni mwenyekiti wa nini wa bodi ya ligi. Je, haoni kama hapa kama kuna conflict of interest? Mgogoro wa kimaslahi. Kwa bodi inatakiwa iwe bodi peke yake na wewe peke yake. Si ndio? Kaangalia katika bodi structure. GS wa bodi ya ligi ni kakaangu Kidau ambao ni katibu wa TFF. Au uone iko kitu. Kwa maana yake unakopa hapo unakopa. Kwa maana yake bodi lazima tutengeneze iwe huru. Maana yake itegemee, maana yake sifungane nani na TFF na kadhalika. Mfano wa pili. Mwenyekiti wa kamati ya mashindano ni nani? Mgoi, si ndio? Ambao ndio mwenyekiti wa chama cha mpira Kigoma. Yaani mwenyekiti wa chama cha mpira Kigoma anakuwa ni mwenyekiti wa mashindano ya ligi. Waone hizo changamoto hizo. Kwa kuna changamoto zingine kama taifa tukae tu address kama ni waandishi wa habari. Mnaweza kufanya press, kufanya mkutano, tutengeneze bodi ya ligi ambayo itakuwa fungamani na upande wa pili pamoja na changamoto zote. Yaani isifungamana na TFF, iwe huru kama bodi zingine. Nimetoa mifano hiyo kwa maana yake nyinyi mnaweza mkasaidia mpira wetu na kwa nia nzuri tu kwa sababu mpira unahitaji watu wenye maarifa. Nasikia samani. Tumeelewana katika hilo? Au kuna sehemu pangine? Hilo tumeelewana. Tumeelewana, si ndio? Na kama una kanuni nitakusaidia nitumie kanuni. Namba yangu hauna? Mavara unazo kanuni? Kanuni sina. Hauna? Kanuni za bodi ya ligi nitawapa, nitatumia tu. Sasa of course tusaidiane kitu kimoja na nimemsikia kijana mmoja anaitwa nani? Kisugwe. Bahati mbaya Mavara, wewe ni mtu mkubwa sana katika media ina Ngwali TV na hao wengine junior. Tunataka tusaidie mpira wa nchi hii. Unaelewa? Sisi wote ni wadau wa mpira. Na taarifa zikianza kupotoshwa ni lazima watu sahihi wazungumze. Nyie wote nazikana mpira Mavara zikata kidogo umekuja mjini Mwaima kuja mjini. Ayatengeneza mpira wa nchi hii. Na hii itakuja na research ambayo tulishafanya. Tenga ametengeneza mpira wa nchi hii. Mifumo yote unayoona hii imetengenezwa na Tenga katika nchi hii. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Katengeneza mifumo ambayo leo mnaiona hii katika nchi hii. Kwa mnapotaja sifa, msisahau huyo mzee. Inawezekana leo yupo duniani. Msije mkamsifu mpaka ameondoka katika uso wa dunia. Katengeneza mpira leo unaona kuna hizo kamati za sheria, kuna nani zote ametengeneza nani? Mzee Tenga. Huyu ni hoja yangu. Lakini hoja ya pili, mdogo wangu alizungumza alikuwa anasema kuhusiana na Yanga Sports Club. Anasikana Kisugu ajui. Na si chombo gani kwa kuzungumza nayo. Anasema ligi ya nchi hii ilianza mwaka 65. Ligi ya Muungano. Umeelewa? Sasa haya kama mtu ana maarifa, wewe Mavara ni mtu mkubwa. Ligi ya Muungano nchi hii imeanza mwaka 82 imeisha 2003. Ni 82. Na mazumuni ya kuanza kwa ligi ya Muungano kwa sababu Zanzibar walikuwa kupata wanachama wa CAF pamoja na FIFA.
waweka ligi ya muungano kwa sababu hili kumpa Zanzibar sifa za kushiriki mashindano ya kimataifa za shirikisho au kabingwa na kadhalika. Ndio maana mwaka 82 ilianza ligi ya muungano kwa timu za Zanzibar na Tanzania zilikuwa zinacheza kombe la muungano. Bingwa ukiwa kombe la muungano unaenda kabingwa barani Afrika. Kwa ligi ya muungano ilianza mwaka 65. Sio, unanielewa? Ilianza ligi ya taifa mwaka 65 kwa inaitwa ligi ya taifa, sio ligi ya muungano. Hiyo hoja ya kwanza. Lakini hoja ya pili, Mavala, tusaidiane. Na inataka huo mjadala wa kitaifa. Ligi ya nchi hii imeanza daraja la kwanza mwaka 1938. Ndio ligi inaanza katika nchi. Ligi ya kikanda. Kanda ya Pwani, kanda magharibi mwaka 38. Si ndio? Simba mwisho mwaka gani? Mavala. Simba mwaka gani? 36. 36, sio? Simba imepanda ligi daraja la kwanza mwaka 1948. Daraja kwa anaanza kucheza ligi daraja la kwanza 1948, si ndio? Wewe Mavanda, nikuulize, kwa nini wachambuzi wote wanasema ligi imeanza Simba na Yanga wanasema mwaka 65? Kwa nini waanze mwaka 48 au waanze mwaka 36? Kwa sababu gani? Hiyo historia tunaificha kwa sababu gani? Ndio tuambie sasa. Ndio maana kwa kwambia ndio zile stories about 90 wanazificha katika hiyo. Na jambo la pili, nataka tena pasipo kuikimbia hii dabi, maafa yatatokea kwenye nchi, wakaona waikimbie. Sasa kama mlitukimbia sisi, hamwezi kutupata kwa muda mnaotaka nyinyi. Hatuji tena. Kwa mnapotaja sifa, msisahau huyo mzee. Inawezekana leo yupo duniani, msije mkamsifu mpaka ameondoka katika uso wa dunia. Katengeneza mpira leo, unaona kuna hizo kamati za sheria, kuna nani, zote ametengeneza nani? Mzee Tenga. Huyu ni hoja yangu. Lakini hoja ya pili, mdogo wangu alizungumza, alikuwa anasema kuhusiana na Yanga Sports Club. Anasikana Kisugu ajui. Na si chombo gani kwa kuzungumza leo. Anasema ligi ya nchi hii ilianza mwaka 65. Ligi ya muungano. Umeelewa? Sasa haya kama mtu ana maarifa, wewe Mavaa ni mtu mkubwa. Ligi ya muungano nchi hii imeanza mwaka 82, imeisha 2003. 82. Na mazumuni ya kuanza kwa ligi ya muungano kwa sababu Zanzibar walikuwa kupata wanachama wa CAF pamoja na FIFA, waweka ligi ya muungano kwa sababu hili kumpa Zanzibar sifa za kushiriki mashindano ya kimataifa za shirikisho au kabingwa na kadhalika. Ndio maana mwaka 82 ilianza ligi ya muungano kwa timu za Zanzibar na Tanzania zilikuwa zinacheza kombe la muungano. Bingwa ukiwa kombe la muungano unaenda kabingwa barani Afrika. Kwa ligi ya muungano ilianza mwaka 65. Sio, unanielewa? Ilianza ligi ya taifa mwaka 65 kwa inaitwa ligi ya taifa, sio ligi ya muungano. Hiyo hoja ya kwanza. Lakini hoja ya pili, Mavala, tusaidiane. Na inataka huo mjadala wa kitaifa. Ligi ya nchi hii. It's not a game, it's a rich thing.